Hongera kwa kujiunga na programu ya Smart Business ili kusimamia biashara yako. Hivi ndivyo unavyoweza kuanza ili kutumia programu ya Smart Business. Hatua ya kwanza ni kusajili bidhaa. Bonyeza stock, kisha bonyeza add product. Baada ya hapo, chagua kati ya product, service au LPG gas. Ikiwa unauza bidhaa za kawaida, utachagua product. Ikiwa unatoa huduma, utabonyeza service, na ikiwa unauza gesi, utabonyeza gesi za majumbani za kupikia au bidhaa zinazofanana na hizo, utachagua LPG gas. Baada ya hapo, jaza taarifa za bidhaa unazouza. Unaweza ukaanza kwa kuscan barcode ya bidhaa unayouza. Mfano, nitascan barcode ya bidhaa yangu. Nikiscan barcode ya bidhaa yangu, itanipa suggestion ya bei ninayouza bidhaa hiyo. Nitachagua au ninaweza nikaskip na kuingiza mwenyewe. Utachagua unit, kama unauza kwa piece, utachagua piece au kwa unit nyingine yoyote ambayo unaitumia kuuza. Kisha utachagua category. Bidhaa yako ipo kwenye kundi gani? Category sio lazima, lakini unaweza create category. Labda niite category ya bidhaa, kundi la bidhaa yangu kwa vinywaji. Alafu nitabonyeza create. Baada ya hapo nitachagua idadi ya bidhaa nilizonazo dukani kwangu muda huu. Kisha nitaandika reorder level, kiwango ambacho bidhaa zikipungua kufikia hicho, basi system itanipa taarifa, itanipa notification kwamba bidhaa zangu zimekaribia kwisha, hivyo nianze kufanya utaratibu wa kuongeza bidhaa zingine. Baada ya hapo, nitachagua kama bidhaa hii ina tarehe ya kuexpire. Kama ina tarehe ya kuexpire, nitaruhusu kuwa ina tarehe ya kuexpire, kisha nitachagua bidhaa hii ina expire lini. Baada ya hapo, ninaweza nikaingiza SKU kama niko nayo, japo si lazima, lakini pia ninaweza nikaweka picha za bidhaa, japo si lazima. Kama sina picha, ninaweza nikabonyeza add product ili kuhifadhi taarifa yangu. Tayari. Mpaka hapo unakuwa umekamilisha usajili wa bidhaa. Utafanya hivi kwa bidhaa zote ulizonazo kwenye biashara yako. Baada ya hapo, hatua ya pili ni kusajili wateja. Bonyeza home, kisha bonyeza customer. Baada ya hapo, unaweza kusajili majina ya wateja wako. Unaweza ingiza taarifa za majina ya wateja wako kutoka kwenye phone book yako au kaandika jina la mteja wako hapo. Unaweza ukajaza taarifa zote ambazo uko nazo kuhusu mteja wako, ikiwemo kama unataka kuchukua taarifa zake za address, lakini pia kama biashara yako wapa wateja wako mikopo ya bidhaa zako, unaweza kuingiza kiwango cha juu cha mkopo ambacho mteja wako anaruhusiwa kupokea. Baada ya hapo, bonyeza save. Unaweza ukafanya hivyo kwa wateja wote ili kusajili taarifa za wateja wako. Japokuwa kusajili taarifa za wateja wako si lazima, ila ni muhimu ikiwa kuna wakati unakopesha wateja wako. Sasa baada ya hatua hizo, sasa unaweza ukarekodi mauzo. Utabonyeza new sale kutoka kwenye homepage. Kisha baada ya hapo utachagua bidhaa unayotaka kuuza. Utaingiza idadi ya bidhaa ulizouza. Ikiwa umetoa discount, utaandika kiwango cha discount ambacho umempa mteja wako ni kiasi gani. Kisha utabonyeza add to cart. Baada ya hapo utabonyeza view cart ili kuthibitisha idadi ya bidhaa ulizochagua ili kumuuzia mteja wako. Baada ya hapo bonyeza proceed. Ikiwa umefanya mauzo ya mkopo, utabonyeza payment method, kisha utachagua credit. Halafu utachagua jina la mteja uliyemuuzia. Lakini ikiwa sio mauzo ya mkopo na hutaki kuchagua jina la mteja,
Utabonyeza payment method, kisha utachagua njia ambayo mteja ametumia kulipa. Baada ya hapo utabonyeza complete payment. Hongera, umefanikiwa kurekodi mauzo. Lakini baada ya kurekodi mauzo, utagundua kwamba stock yako au idadi ya bidhaa zilizoko kwenye biashara yako zimepungua. Zimepungua bidhaa 5 kwa sababu bidhaa 5 tumeuza. Hivyo utahitaji kufanya restock, kwa maana ya kurekodi manunuzi mapya pale ambapo utakuwa umenunua bidhaa mpya kutoka kwa supplier wako. Ili kufanikisha hilo, utabonyeza bidhaa ambayo umeifanyia manunuzi, kwa maana ya kwamba bidhaa ambayo umerestock. Ukishabonyeza bidhaa yako, utabonyeza hii sehemu imeandikwa add product, add stock. Utabonyeza add stock, kisha utaingiza idadi ya bidhaa ulizonunua. Lakini pia kama bei zimebadilika, bei ya kununua na bei ya kuuza zimebadilika, utabadili bei hizo. Lakini kama hazijabadilika, utaacha kama zilivyo. Unaweza kuchagua jina la supplier ambaye amekuuzia mzigo. Lakini pia kwa sababu bidhaa hii tulisajili kwamba ina tarehe ya kuexpire, utapaswa kuchagua kwamba mzigo mpya ulioleta una expire lini. Utafanya hivyo, kisha utabonyeza add stock. Mpaka hapo umeweza kurekodi manunuzi. Hongera. Ikiwa una swali au unahitaji kujifunza zaidi kuhusu programu ya Smart Business, weka comment kwenye video hii. Asante.